Kwa majina naitwa Levocatus Jacobo. Nikiangalia mchezo wa Barcelona dhidi ya Real Madrid, mchezo wa jana wa El Clasico, ulikuwa na taswira tofauti. Kwamba taswira ya kwanza ulikuwa unaangalia ni mchezo ambao unakwenda kuamua nani anaenda kuwa bingwa wa La Liga msimu wa mwaka 2025-26. Ukiangalia hata Barcelona namna walivyoingia kwenye mchezo ule, unaona ni timu ambayo ilikuwa imeenda na ikiwa inajua kabisa ni mchezo ambao inahitaji zaidi, kwa sababu ilikuwa ni matokeo ya aina mbili tu ambayo ilikuwa inahitaji kwenye mechi hiyo: sare au matokeo ya ushindi. Ni matokeo ambayo alikuwa anaifanya yenyewe kutangaza kuwa bingwa wa La Liga msimu. Lakini pia ukiangalia ilifanikiwa kupata ushindi wa magoli 2-0, magoli ambayo yalifungwa na Ferran Torres pamoja na Marcus Rashford. Kwa ukiangalia kwa mchezo, ni mchezo ambao Barcelona kipindi cha kwanza waliuchukua kwa kiasi kikubwa. Ni timu ambayo ilikuwa inashambulia na ilijua ni kitu gani inahitaji katika mchezo ule. Lakini ukianza hata kuzungumzia Barcelona na msimu namna ilivyochukua kombe la La Liga, unasema kwenye mechi 10, jana ilikuwa ni mechi ya 18. Kwenye mechi 17 za La Liga ambayo ilikuwa imecheza msimu huu, ni timu ambayo ilikuwa haijapoteza mechi yoyote ikiwa uwanja wa nyumbani ya Spotify Camp Nou. Ni timu ambayo ilikuwa imeshinda michezo 17 na imefunga mabao 52. Lakini jana ilivyoshinda mchezo wa jana ikafikisha michezo 18 ikiwa imeshinda nyumbani, na ikiwa jumla imefunga mabao 54, ikiwa imeruhusu mabao 9. Ni idadi chache sana ya magoli kama timu bingwa, na ukiangalia kwa ingo hiyo unasema ni miongoni mwa timu ambazo imetumia ile advantage ya uwanja wa nyumbani. Unaweza ukasema 70% mpaka 80% ya ubingwa msimu huu imeuchukua kutokana na kutumia vizuri uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo jana baada ya mchezo walikabidhiwa kombe, na unaona namna timu ilivyokuwa na furaha. Wachezaji wenyewe wanaashiria kitu ambacho walikuwa kweli wanakipambania. Lakini ukiangalia hata zile statistics, yani rekodi za wafungaji wao, yani unapomzungumzia mtu kama Ferran Torres, Lamine Yamal, yani kwenye safu ya mbele wachezaji wawili wanakuwa na jumla ya mabao yao ni mabao 32. Kila mchezaji amefunga mabao 16. Hapo hujaweka bado assist. Kwa hiyo unaona ni timu ambayo msimu huu ilikuwa imejipambanua sana kwenye namna itakapoenda kuchukua michuano ya La Liga. Lakini pia unasema ni japo kukosekana kwa baadhi ya mastaa wao kama Lamine Yamal pamoja na Rafinha, lakini unaona haikuwa tatizo kubwa, japo Rafinha alikuja kuingia kipindi cha pili. Lakini unaona namna walivyocheza wakina Fermin Torres, Marcus Rashford, unaona ni timu ambayo ilikuwa na organization nzuri, ukianzia eneo lao la defending, midfield hadi attacking. Kwanza kabisa unatangaza ubingwa mbele ya mpinzani wako mkubwa. Manake hiyo inakuwa ni unasema kuna kuchukua kombe kama umeshinda, lakini kuchukua kombe umemfunga mpinzani wako mkubwa, inakuwa ni furaha pia, yani kuna furaha unaipata kama timu. Kwa hiyo kwa Barcelona nafikiri wamefanikiwa zaidi msimu huu kuweza kuchukua kombe na kumbele ya mpinzani wake Real Madrid. Kwenye kitu ambacho Madrid wanatakiwa wakubali kwa sasa ni kukubaliana na kinachoendelea, kwamba timu yao kwa sasa haina ubora huo. Wanatakiwa waifanyie maboresho makubwa ili waweze msimu ujao kupambana zaidi kwenye michuano ya La Liga na UEFA Champions League. Lakini umeona ni timu ambayo hata namna inavyocheza wachezaji ni kama wanakosa ile morali ya kimchezo. Yani hata jana ukiangalia walipokuwa wanacheza, uko unaona ni wachezaji wanacheza tu ile imradi kumkamilisha game imalizike. Yani hata yule Vinicius ambao tulikuwa tumemwona kwenye misimu nyuma iliyopita, sio Vinicius huyo ambao unamuona kwa sasa. Yani unaona kuna kitu kimepungua kwa upande wao, ukianzia wachezaji mpaka benchi la ufundi. Nafikiri kwenye kitu ambacho wanatakiwa wafanye ni kuangalia namna gani wanaweza kuimarisha timu yao. Ukiangalia kabla ya hapo misimu ya nyuma ni Barcelona ambao walikuwa wanahangaika namna gani wanaenda kushinda mechi ya El Clasico, lakini ilifika hatua wakajua kwamba sisi kwa sasa hatuna ubora huo, kwa hiyo tunatakiwa tujitengeneze ili tuweze kujipambanua, na ukaona ndipo wakaanzisha project yao ambao waliamini inaweza ikawasaidia wao kufanya mapinduzi kwenye kuanza kupambania makombe, baada ya kuanza kwenda kwenye akademi yao ya La Masia, kuanza kuwachukua vijana kama wakina Lamine Yamal, kama wakina Fermin Torres,
watu kama wakina Gerard Martini, wakina Pedri, wakina Gavi, unaona ni wachezaji ambao wamewatengeneza chini ya msingi yao ya timu, na unaona wamekuja kwenye timu wamekutana na kocha ambaye mwenye uzoefu tayari ana taji la World Cup msimu wa 2014 akiwa na Ujerumani. Hans Flick wakamwamini, wakamkabidhi timu na ametengeneza timu, na timu inaonekana kuwa inafanya vizuri kwenye michuano ya La Liga. Kwa hiyo unasema ni Barcelona ambayo imeimarika kama wataendelea na consistency ile ile, na ukiangalia umri wa namba ya wachezaji walionao, manake unaona watanufaika na watasumbua kwa muda mrefu. Lakini Madrid kwa sasa kilichopo ni kutengeneza timu mpya, yani wakubaliane kwamba saizi hawana ubora wa kupambana, wanatakiwa watengeneze timu mpya ili waweze kuendelea kupambana kwenye michuano wanayokwenda kushinda. Taswira ya hapo manake unaona kwamba ni Barcelona ambao wamekuwa bora, lakini sasa inatoa taswira kwa timu nyingine hizi kwamba zinatakiwa zipambane, zijiimarishe, kwa sababu mtu kama anachukua ubingwa manake unasema hiyo ni timu bora, imejiimarisha kwenye kila eneo, na sio kujiimarisha tu ndani ya kiwanja mpaka hata nje ya kiwanja. Na kuna nyakati zile nyakati ambazo ilitokea Rafinha akapata majeraha, rais wao wa Barcelona Joan Laporta alitoka na kuanza kuishtumu shirikisho la mpira duniani FIFA kwa kuweka mashindano ya FIFA series, yale mashindano ambayo alisema ni mashindano ambayo sio lazima wachezaji hao ambao ni key player kwenye timu waende wakacheza mashindano hayo, kwa sababu Rafinha aliumia kwa wakati ule. Kwa hiyo akawa anajaribu kutoa neno lake kwa shirikisho la mpira duniani FIFA, lakini ukiangalia kwa upande huo unaona kwamba ni uimara pia wa uongozi wao, kuanzia kwenye viongozi wao waliopo pamoja na ushirikiano uliopo kwenye benchi la ufundi na wachezaji, ili kuweza kuongeza morali ndani ya timu na kuchochea mafanikio ambayo wanakwenda kuyapata msimu huu na msimu ujao.